Kuna kitu kinaitwa okra ama lady's finger, ama kwa Kiswahili chetu hadhimu tunaita bamia. Bamia ni chakula ambacho ni kizuri sana. Wakati mimi niko mtoto nilikuwa naichukulia poa sana bamia, lakini after kuwa medical expert, kiukweli moja kati ya chakula ambacho napenda sana kukitumia ni bamia. Kwa nini? Bamia, kikubwa kabisa ndani ya bamia ni fiber. Fiber ni superfood. Hii fiber inafanya bamia kuwa ni the best option kwa watu wenye matatizo ya kisukari na uzito mkubwa. Ni non-negotiable addition kwenye chakula chako. Yaani kama unahisi changamoto za uzito mkubwa, una kisukari, mafuta mengi mwilini, basi bamia haina mjadala. Ni lazima utumie bamia kila siku. Na dozi nzuri ambayo inakufaa kama tayari una haya matatizo ni kuanzia bamia 8 hadi 10 kwa siku. Unaweza ukatengeneza kama juice, ile soup, ama ukachemsha, whatever. Fiber inahimili joto. Kwa hiyo any preparation is the best. Lakini tu isibadilike rangi. Kuna watu wanapika bamia mpaka inakuwa na rangi fulani na hama kwenda kwenye ile kama rangi fulani ya kahawia, sio ni rangi gani, lakini haitakiwi kubadilika, inatakiwa ipreserve ile ukijani wake. Sasa bamia ina fiber. What fiber do? Fiber inafanya nini katika mwili wako? Fiber inakusaidia kuondoa mafuta mwilini. Ikifika katika tumbo, kwenye mfumo wa chakula, fiber iliyopo kwenye bamia ziko za aina mbili. Kuna nyingine inaitwa pectin ambayo inameng'enywa, afu kuna ile ambayo haimeng'enywi. Ile ambayo haimeng'enywi inasaidia kufyonza mafuta kutoka kwenye mwili wako kwenda kwenye ile fiber, then inatolewa kama kinyesi. Ndio maana ukila fiber unapata kinyesi laini safi, afu kichunguza kinakuwa kinang'aa, kinawaka, yale ni mafuta. Fiber pia kwa wanawake, inasaidia kupunguza estrogen. Kwa wale wanawake wenye ile estrogen dominance, wenye matatizo ya hormone imbalance, estrogen nyingi, bamia haikwepeki, itakusaidia sana kwa sababu hormone imbalance kwa mwanamke inasababisha hadi ile ukavu ukeni. Kwa hivyo matumizi ya bamia, kama umewahi kusikia kwamba yanasaidia kuongeza maji na ute kwa mwanamke, inaweza ikawa sahihi, ingawa directly haifanyi hivyo, lakini indirect kwa sababu inasaidia kwenye remove ile estrogen, inaweza ikakusaidia hiyo changamoto ya ukavu. Lakini pia kwa watu inasaidia kufyonzwa kwa sukari kwa ufanisi. Kwa hiyo wenye kisukari ni lazima, wenye high blood pressure, wenye uzito mkubwa pia ni lazima kwao. Lakini pia bamia ina vitamin C nyingi sana. Kwa hivyo kwenye afya ya ngozi yako inahitaji vitamin C kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo bamia ina high content ya vitamin C, kiasi ambacho kinaweza kukusaidia kuimarisha afya yako ya ngozi kwa ufanisi wa hali ya juu. Vile vile bamia ina high potassium kwa wingi, magnesium pia na calcium kwa wingi sana. Kwa hiyo inakusaidia, hiyo calcium inakusaidia afya ya mifupa kwa wanawake ambao wana uzito mdogo. Bamia ni nzuri sana. Inakupa ile calcium ambayo itakusaidia kujengeka kwa misuli, kwa mifupa by the way, kwa sababu ujazo mdogo wa mifupa ni moja kati ya changamoto kubwa sana kwa wanawake na inaathiri afya ya uzazi moja kwa moja. Lakini pia ina potassium. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa afya ya moyo. Kwa wale watu wenye matatizo ya mzunguko wa damu kama vile matatizo ya high blood pressure, matatizo ya moyo, basi bamia ni nzuri sana kwa sababu ina potassium. Lakini pia ina hii fiber ambayo inasaidia kufyonza yale mafuta mengi kwenye mwili, maana kwenye damu yanaweza kukuwa kwenye riski ya kupata shambulizi la moyo, ya matatizo ya stroke, kiharusi kama inatokea kwenye ubongo. Kwa hivyo unaweza kaona bamia ni kwa namna gani inaweza ikakusaidia. Na kuna video nimetengeneza ambayo nimejaribu kuwapa one of my favorite food katika uso wa dunia, ambao ni fiber. Sasa okra ama bamia ina kiwango kubwa sana cha fibers. Imagine okra ina kitu ambacho, ina kemikali ambayo katika afya ya mwanadamu, katika orodha ya vyakula ni the best food kwa afya ya binadamu, ndio imejaa kwenye okra. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani bamia ilivyo ni muhimu kwa afya yako na unatakiwa uitumie kila siku. Kwa hiyo hizo ni faida ambazo unaweza ukazipata kama utatumia bamia kila siku. Kumbuka, bamia ni one of the best source ya fibers. Chakula chochote chenye fiber kwa kiwango kikubwa ni rafiki yako mkubwa kama una uzito mkubwa,
una matatizo ya PCOS, uvimbe katika zile ovaries ama vifuko vya ovary ama kudumaa kwa vifuko vya ovary, unahitaji fiber. Lakini kama una excess estrogen, una estrogen nyingi mwilini, unahitaji fiber. Kama una mafuta mengi mwilini, unahitaji fiber kwa sababu mafuta yanafyonza ile fiber. Lakini pia kama una kisukari, unahitaji fiber kwa sababu ina regulate, inadhibiti ufyonzwaji wa sukari ambao ni one of the dangerous thing kwa mtu mwenye kisukari. So hope utakuwa umeenjoy somo na umejifunza jambo. So let me know unapenda kutumia bamia ikiwa katika muundo gani na kwa nini. Mpaka wakati mwingine, see you.